Habari zenyu, mko aje? Ndio nimekuja kubeba karati zangu turudi nyumbani kwetu. Nitawaletea chai saa 4 ama saa 3:30. Chai yenyewe inamuhusu Mama Debra Nyanjoka. Ni enemy wangu lakini mimi nampenda. Kama yeye ananichukia I don't know. Sasa chai yenyewe inasema hivi. Nimewaambia mara ngapi hii ujinga ya kuanikwa. Hii ujinga ya kutafuta usaidizi before ujisaidie wewe, nimewaambia mara ngapi? Anyway, iko hivi. Inasemekana ya kwamba kuna msichana alipea Mama Debra Nyanjoka 10k service money. Mama Debra Nyanjoka akaja akampost kama kawaida. Kwanza akamuadvise, kutoka sasa kaa kwa room, usifanye kazi. Amka kula, rudi kwa room. Amka kula, rudi kwa room. Amka ukule, rudi kwa room. Mpaka wachoke na wewe wakurudishe kwa ofisi. Na huyo ni msichana kuna miezi 3 sauti, si ati miezi mingi. Msichana si akafanya vile ameambiwa na Mama Debra Nyanjoka. Saa hii kasichana kako kwa room. Msichana alipewa karatasi akasign. I don't know mbona hakuuliza Mama Debra Nyanjoka amkatasi asisign hiyo karatasi. Ama alimtafuta akamkosa, ama alimwambia sign tu. Alisign karatasi. Maneno si yangu naongea yenye ameletwa. Mwenye ako naye atakuja. Awaelezee mwenyewe msikie na mdomo zenyu. Sitaki kuwekewa mapepo kwa kichwa zangu. Sasa msichana akapewa akasign karatasi. Karatasi inasema nimekataa kazi. Sitaki kazi hapa kwako. Nataka kurudi Kenya. Unihesabie zile masiku nimefanya, unilipe na unirudishe Kenya. Msichana kaeka zile zote. Sasa msichana ako kwa Mwarabu. Amesign karatasi. Nitakulipa pesa zako zenye ulinitoa nazo Kenya, alafu nirudi Kenya. Sio pesa zenyewe msichana ako nazo. Hana. Mwarabu amemwacha tu. Anakula, analala. Anakula, analala. Anakula, analala. Ameambiwa atafute pesa arudishe na ajilipie tiketi. Sasa saa hii nasikia Mama Debra hapatikani. Nasikia hapatikani. Si mimi nimesema. Wakati una advise mtu fikiria kenye unamuadvise. Na nyinyi wenye mnaadviseka.